Habari zenu washonaji, karibuni sana na karibuni tena kwa mara nyingine kwenye chaneli hii inayotoa mafunzo ya ushonaji. Leo tutajifunza jinsi ya kukata na kushona blauzi hii ya smoky. Sijui kibongobongo hii tunaiitaje, wewe iite tu vyovyote utakavyoona inafaa. Lakini naomba tu msiache kulike, kucomment, kushare na washonaji wengine ili na wao wapate maarifa. Lakini mwisho kabisa usiache kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zangu kila nitakapokuwa nina upload. Naomba twende wote sambamba moja kwa moja kwenye video. Kwenye kushona blauzi hii unatakiwa uwe na vipande vyako viwili, kimoja kitakuwa kipande cha mbele na kingine kitakuwa cha nyuma, na hapa vipande vyangu vipo kwenye mkunjo kama ambavyo vinaonekana. Sawa, na vipande hivi vinatakiwa viwe na urefu sawa na upana sawa. Kipimo chako cha urefu utakipima kutokea pale kwenye kwapa. Sawa, usawa wa kwapa ama juu ya nyonyo. Hii blauzi inaanzia hapo juu ya nyonyo. Kwa hiyo kipimo chako utakipima kuanzia hapo, kipimo chako cha urefu. Kutokea pale juu ya nyonyo mpaka chini ambapo unataka wewe blauzi yako iishie. Kwa mimi kutokea pale juu ya juu ya nyonyo mpaka urefu wa blauzi yangu nataka iishie hapo kwenye sentimita 37, lakini utaongezea na nafasi hapo chini. Kwa mimi nimeongezea hapo sentimita 6. Na wewe utaongezea hapo sentimita 6, kwa wale wa inchi ni inchi 2.5 ili upate nafasi ya kuja kupindia huku juu na ya kupindia huku chini. Kwa upande wa upana wa kitambaa chako unatakiwa uchukue kipimo chako cha kifua, kigawe kwa 4, jibu unalolipata utalipima hapo, sawa? Kwa mimi kipimo changu cha kifua nikigawa kwa 4 kinaishia hapo kwenye 21 cm. Alafu utaongezea hapa, kwa mimi nimeongeza sentimita 14 ama inchi 5.5. Kwa hiyo kwa kwanza utaenda kwanza kutia pindo. Utatia pindo huku chini, sawa? Utatia pindo na huku juu. Utaenda kwenye mashine, utapiga pindo la huku juu, utapinda pindo la huku chini. Kwa hiyo hapa nimeshaweka pindo la juu kama hivi kipande changu kinavyoonekana. Nimeshaweka pindo la juu na hili pindo la chini. Kwa hapa kinachofuata tunaenda kutengeneza mistari. Sawa, kutokea hapa juu, huku ndo juu, huku ni chini. Kwa hiyo kutokea huku juu utatoa sentimita 2.5. Sentimita 2.5 utaweka alama. Na huku utapima sentimita 2.5 utaweka alama. Then utanyoosha mstari hapo wa kunyooka kama hivi. Sawa. Kwa baada ya kuchora huu mstari, kwa wale wa inchi huu mstari hapa unashuka inchi 1, sawa. Kwa baada ya kuchora huu mstari unatakiwa ushuke tena sentimita 1.5 ama nusu inchi. Sawa, sentimita 1.5 ama nusu inchi kwa wale wa inchi. Na huku napo utafanya hivyo hivyo 1.5 ama nusu inchi, alafu unanyoosha mstari. Kama hivi. Baada ya hapo utashuka tena sentimita 1.5 ama nusu inchi, utanyosha mstari. Yaani zoezi hili utalifanya mpaka chini huku. Tunatafuta mistari ile ya kupitisha zile nyuzi zetu. Kwa hiyo utakuwa unashuka hivyo hivyo 1.5 ama nusu inchi, 1.5 ama nusu inchi. Kwa mstari wako wa mwisho hapa utaishia huku chini, utaacha sentimita 6 ambayo kwa inchi ni inchi 2.5. Utaacha huku chini, sawa? Usipige mstari mpaka mwisho, lakini ni wewe unavyopenda. Unaweza ukapiga mpaka mwisho, ni wewe na mapenzi yako. Lakini hii blouse inapendeza huku chini ikibaki kidogo na nafasi. Kwa hiyo utapiga mistari yako namna hiyo kila baada ya sentimita 1.5 ama nusu inchi. Hivyo kila baada ya sentimita 1.5 ama nusu inchi utanyoosha mistari yako kama hivi. Hii itatusaidia wakati wa kupitisha zile nyuzi. Tusiwe mistari yetu inyooke, isiwe inapinda pinda. Kwa hiyo utafanya zoezi hili na kwa kipande chako cha pili. Kwa hiyo hapa kwenye kushona unatakiwa utumie uzi wa elastic. Sawa?
uzi wa elastic, uzi ambao unavutika. Usitumie uzi wa kawaida, tumia uzi unaovutika. Manake kwenye bobbin hapa utaweka huu uzi wa kuvutika. Na huu uzi huwa tunaujaza kwa mkono, usitumie mashine. Jaza kwa mkono na usivute wakati unajaza. We relax tu. Jaza uzi wako kwenye bobbin mpaka ujae vizuri. Ukishajaza uzi wako kwenye bobbin kama hivi, kwa huu utakuwa ndo uzi wa chini, lakini uzi wa juu utatumia uzi ule wa kawaida. Sawa, wa chini ni huu wa kuvutika, uzi wa juu utakuwa wa kawaida. Utaenda kwenye mashine, sasa utaenda kushona, utapitisha uzi kwenye hii mistari yako. Sawa, utaanza hapo na mstari wako wa kwanza. Ule uzi wa juu unatakiwa upige juu. Huku chini unatakiwa utokee ule uzi wa kuvutika wa kwenye bobbin. Huku juu unatakiwa utokee ule uzi wa kawaida. Kwa hiyo utashona uzi wako utaupitisha kwenye hii mistari. Na nilisahau kuwaambia hii mistari unatakiwa uipige upande wa nje. Usiipige upande wa ndani. Piga upande wa nje. Kwa maana ya kwamba uzi ule wa juu, uzi wa kawaida utakuwa unapita humu kwenye mistari. Kwa hiyo utaenda utashona mwanzo mpaka mwisho. Mwanzo mpaka mwisho. Mpaka umalize mistari yako yote. Hapa nimeshashona tayari, nimepitisha nyuzi kwenye ile mistari yangu. Na kama mnavyoona ile style ya smoke imeshajitengeneza hapo vizuri kabisa. Kwa vipande vyangu vyote viwili kama vinavyoonekana. Kwa hapa kinachofuata naenda kuunganisha. Hapa naenda kuunganisha tu huku pembeni. Tatumia tu sentimita 1 ya kushonea ama nusu inchi. Taunganisha na huku pembeni mpaka mwisho. Kwa hapa kama mnavyoona nimeshaunganisha huku pembeni, blouse yangu inaonekana kama hivi. Kwa hapa kinachofuata unatakiwa utengeneze kamba kama hizi, nyembamba hivi. Kama hizi kamba zinakuwa 4, sawa? Kwa hiyo unachotakiwa kufanya hapa kwa upande huu wa juu, kutokea huku ndo kwa pani huku pembeni. Kwa kutokea kwa pani huku utaingia ndani sentimita 8 ama inchi 3. Ukiwa nguo umeitanua hivi, sentimita 8 ama inchi 3. Utaweka alama hapo. Na kwa upande huu utafanya hivyo hivyo. Sentimita 8 ama inchi 3. Unaweka alama kama hivyo. Alafu unachukua kamba yako kama hivi. Hapo kwenye alama kwa ndani unaenda kuichonea hapo mkanda wako kama hivi. Unaushonea kwa ndani. Utaupachika kama hivyo. Utachukua na mwingine utaupachika hapo. Utarudia na upande huu wa pili. Kwa hapa utaenda kwenye mashine, utaenda kukazia hii mikanda hapa, ama hizi kamba utaenda utakazia hapa. Kwa baada ya kushonea hizi kamba zangu, blouse yangu hapa inakuwa ipo tayari na inaonekana kama hivi. Na huu ndio mwisho wa somo letu la leo. Naomba tukutane tena kwenye video inayofuata panapo majaliwa. Bye bye.